Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Habari ambazo zinatufikia katika meza yetu ya habari ni za kutisha zaidi, ambazo zinadai mabaya haswa katika taifa la Tanzania baada ya habari mbaya hizi za kufukua miili ya wale ambao waliouawa wakati wa maandamano kuanzishwa rasmi. Sasa inadaiwa kwamba miili ya waliouawa kufuatia maandamano yote inaenda kufukuliwa na kuchomwa, na inadaiwa kwamba shughuli hii itaanza rasmi usiku wa tarehe 25 Disemba mwaka huu 2025, wakati watu wanaenda kusherekea msimu huu wa sherehe za Krismasi kwa mbwembwe za aina yake. Kulingana na mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi nchini Tanzania, ameweza kuandika katika mtandao wake wa kijamii huku akidai njama mbinu imepangwa ya kufukua miili ya waliouawa ili kuchomwa wakati watu wengine wanaenda kusherekea Krismasi. Naomba tukaweze kusoma ujumbe ambao ameweza kuchapisha katika mtandao wake wa kijamii ili tusikie ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Lakini kabla nisome ujumbe huo, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubalishiwa na kuandikiwa subscribe. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Naomba tukaweze kusoma ujumbe ambao umeweza kuandikwa na mwanaharakati katika taifa la Tanzania ambaye anaitwa Maria Sarungi. Ujumbe huu unasema hivi baada ya kuandikwa na Maria Sarungi. Ameanza kwa kusema ya kwamba operesheni fukua miili Disemba mwaka huu 2025. Nimekuwa nikifuatilia taarifa ya kikosi cha Abdul kufukua miili ya wapendwa wetu katika makaburi halaiki ya kuyachoma na kuyachoma. Kumaanisha kuna makaburi yale ambayo yaliweza kutangazwa na kituo cha CNN kwamba makaburi ya pamoja penye watu walienda wakazikwa pamoja. Sasa imefika wakati miili inaenda kufukuliwa kama njia moja ya kufikisha mwisho mambo ya ushahidi na kuichoma ili ushahidi usije ukajulikana. Kulingana na Maria Sarungi, anaendelea kusema ya kwamba siku iliyopangwa ni kesho. Sasa kesho ni siku ya Alhamisi Disemba 25, na zoezi hili litaratibiwa na beshte ake Abdul anaitwa Sumai, au ni wale ambao wanaenda kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba shughuli hii imefanikishwa. Huyu anayejipiga picha ametagi hapo chini, nitakuonyesha. Huyu jamaa ametajwa sana na Rachel Dangwa, ila sikuwahi kutilia maanani sana, lakini mmoja wa sosi wangu ameniambia huyu jamaa ni key operator kati ya Abdul na kikosi chinja. Nendeni kwa Rachel, ye ana data zake. Sasa hiyo operesheni wamepanga kufanya maeneo kadhaa kwa mujibu wa mtoa taarifa mwingine, na ametaja maeneo kuwa Mwananyamala, pembeni mwa hospitali, hapo ni kaburi liko maybe. Eneo lingine ni Pitch huko Ununio. Eneo lingine ni Kawe nyuma ya ghorofa ya Kikwete. Eneo lingine ni Kimbinji. Eneo lingine ni Mstuni, maeneo ya Mabwe Pande. Hii operesheni imelengwa zaidi Dar es Salaam mida ya usiku. So kuanzia leo kwenye mkesha tuwe rada, maana kwa sasa jeshi
lililotumika kuzika mikoani na karibu na makambi ya jeshi hawapo. Kesho muhimu kwenda kuzuru pia maeneo haya. Hayo ni madai ya Maria Sarungi ambaye ameweza kuichapisha katika mtandao wake wa kijamii, na kuna hizo picha ambazo ameweza kuzisambaza, lakini kwa sheria za YouTube hatuwezi kuzionyesha. Lakini ni kile ambacho anajaribu kukisema ni wazi kwamba kuna njama vile anadai ya kufukua miili ya wale ambao waliweza kuzikwa baada ya kuuliwa nchini Tanzania. Na shughuli hii anadai kwamba itaanza usiku wa kuamkia tarehe 25 wakati watu wanaenda kufanya shughuli za kusherekea msimu wa Krismasi, ili miili hiyo iende ikachomwe. Lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kinaendelea. Na kufikia sasa serikali ya Tanzania haijazungumza. Serikali ya Tanzania haijatangaza rasmi idadi ya miili kamili iliyo ama watu wale ambao waliweza kuaga dunia wakati wa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2021, wakati maandamano yaliweza kushika kasi nchini Tanzania. Ni jambo ambalo limesababisha mataifa mengi kuomba Tanzania kuhakikisha kwamba wameweza kuwasilisha miili kwa familia husika ili waweze kuizika kulingana na heshima za Watanzania. Kufikia sasa CNN vile mnajua iliweza kudai kwamba kuna makaburi ya halaiki, watu walienda wakazikwa pamoja, jambo ambalo liliweza kuleta wasiwasi mkubwa nchini Tanzania. Ndio maana tumeshuhudia mataifa mengine, tumefanya uchanganuzi hapo awali kuhusu Marekani iliweza kukatisha msaada wa afya kuelekea Tanzania. Tukaona Canada imekatisha, tukaona Uswidi imekatisha, na bunge lile la Ulaya liliweza kukatisha na kuomba misaada isiende Tanzania. Kwa hivyo Tanzania sasa hivi mambo si sawa na vile tumeweza kuyapitia hapa na pale, lakini tutasubiri tuone ikiwa maandamano yale ambayo yaliweza kutangazwa kufanyika tarehe 25 kama yatafanyika nchini Tanzania. Tupo papa hapa, ingawa tuko kwa msimu wa sherehe za Krismasi, tutahakikisha kwamba tunawataarifu kuhakikisha kwamba mmejua kile ambacho kinaendelea katika taifa hili la Tanzania. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always to our WhatsApp groups and on Facebook. And that's the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.